Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tupo nawe katika TVE Habari, na sasa tuungane naye Tunu Lugombe kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Zanzibar yajipanga kuwa kitovu cha uwekezaji na uchumi wa huduma. Asante sana Mohamed Jamal. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa Zanzibar inaendelea kujijenga kama kitovu cha uwekezaji na uchumi wa huduma katika ukanda wa Afrika Mashariki, huku serikali ikiweka mikakati madhubuti ya kuvutia mitaji ya ndani na nje ya nchi kupitia sekta mbalimbali ikiwemo utalii, viwanda na miundombinu. Haya yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na Waziri wa Kazi na Uwekezaji Zanzibar, Sharif Ali Sharif, wakati wa kutangazwa kwa kongamano la uwekezaji wa Zanzibar lenye kauli mbiu ya kukuza utofauti wa uwekezaji kwa maendeleo endelevu Zanzibar, kuiandaa Zanzibar kwa hadithi mpya ya ukuaji. Waziri Sharif amesema serikali imejipanga kuvutia miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo hoteli za hadhi ya juu, uvuvi wa bahari kuu na ujenzi wa vituo vya kimataifa vya mikutano. Ameongeza kuwa mpango wa kuanzisha shirika la ndege la Zanzibar utarahisisha safari za moja kwa moja za watalii na kuongeza mapato ya taifa. Lengo la serikali ni kuwa na miradi ambayo ni very high end. Tukisema very high end, manake ni ile miradi ambayo ina tija kubwa na ina mitaji mikubwa. Kwa hiyo katika kipindi hichi cha awamu hii tunayokwenda nayo ya Dr. Hussein Mwinyi, awamu ya 8, sera ile imeweza kusaidia kuwa na miradi mikubwa sana, hususan miradi ya utalii. Kama mnafahamu, Zanzibar iko juu sana katika masuala ya utalii na ndio priority. Kwa hiyo fursa itatoka kutembelea miradi mikubwa ya utalii, ikiwemo miradi ambayo tayari imeshaekezwa katika visiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, Saleh Saad Mohamed, amesema kumekuwa na ongezeko la miradi yenye thamani kubwa iliyosajiliwa, hatua inayochochea ukuaji wa uchumi wa visiwa hivyo, huku akisisitiza umuhimu wa sekta binafsi katika maendeleo ikiwemo kuelekea uwekezaji katika kisiwa cha Pemba. Kuingia serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ZIPA ilianza kusajili miradi 98 ambapo awali haikuwahi kusajili miradi hiyo. Ikasajili miradi 99, ikasajili miradi 105, ikasajili miradi 128, afu ikasajili miradi 135 katika kipindi cha mwaka 2025. Miradi hii 135 ilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 750. Sasa kitu kizuri ni kwamba baada ya summit ile, katika miradi 135 yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 750, miradi yenye thamani zaidi ya dola 430 ilisajiliwa Pemba. Hii kufanya zaidi ya 55% ya thamani ya miradi iliyosajiliwa katika kipindi cha mwaka 2025 inakwenda kuwekezwa Pemba. Naye mkurugenzi wa mamlaka ya uwekezaji na maendeleo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA, Gilead Terry, ameweka bayana mafanikio ya takwimu za uwekezaji, akieleza kuwa mwaka 2025 umeweka rekodi mpya ya usajili wa miradi na kuwa wawekezaji wa ndani wameongezeka kutoka 10% kwa mwaka 2020 hadi zaidi ya 50% kwa sasa, huku lengo likiwa ni kufikia 60% ili uchumi wanufaishe zaidi wananchi. Viongozi wetu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wamekuwa vinara kwenye masuala mazima ya uwekezaji. Na tulisema hapa mwaka 2024 ulikuwa mwaka bora wa uwekezaji tangu mwaka 2013, lakini mwaka 2025 ulikuwa mwaka mwingine wa rekodi ya Tanzania bara na Zanzibar kuweka rekodi ya uwekezaji katika mwaka 2025 ukilinganisha na mwaka 2024. Kampuni za Kitanzania zimeendelea kung'ara katika ushindani wa kikanda baada ya kuibuka na tuzo mbalimbali za ubora katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC
hatua inayodhihirisha kukua kwa ushindani wa bidhaa na huduma za nchi katika masoko ya kimataifa. Akizungumza katika hafla ya makabidhiano ya vyeti na tuzo hizo leo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango Tanzania TBS, Dr. Ashura Katunzi, amesema washindi hao walipatikana kupitia mchakato wa kitaifa kabla ya kuwasilishwa katika ushindani wa kikanda, ambapo Tanzania imefanikiwa kupata washindi wengi zaidi katika raundi ya sasa. Washindi ambao tunawapata katika ngazi ya kitaifa ndio hao ambao tunawasilisha majina yao katika jumuiya hizi mbili. Ni fahari kwa maana nchi yetu katika geographical location ni wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia ni wanachama katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Kwa majina wale wanaoshinda kitaifa ndio hao tunao wawasilisha katika hizo 2 regional blocks. Kwa hiyo siku ya leo tunatambua na kusherehekea mafanikio yenu makubwa ya kampuni za Kitanzania ambazo yameonyesha ubora, ubunifu, ushindani katika ngazi za kikanda kwa sababu mlishindanishwa na wengine, lakini mafanikio yenu ni fahari sio tu ya kampuni zenu bali ni kwa taifa kwa ujumla, lakini pia na TBS kwamba tunawasilisha majina, tunasimamia ubora na usalama, lakini pia kama nchi tunapata washindi. Kwa hiyo na kwetu pia ni fahari. Dr. Ashura amesema hii ni fahari kubwa kwa taifa letu, kwani inaonyesha uwezo wa kampuni zetu katika ubora, ubunifu na ushindani wa biashara. Ubora wa bidhaa na huduma ni msingi wa ushindani wa kiuchumi na kuwahimiza washindi kuendelea kudumisha viwango ili kuimarisha nafasi ya Tanzania katika soko la kikanda na Afrika. Baadhi ya washindi wa tuzo hizo wamesema mafanikio yao yametokana na uwekezaji katika teknolojia na mifumo ya kisasa ya uzalishaji, huku akieleza kuwa ushindi huo unafungua fursa mpya za biashara ndani ya EAC na SADC na kuwa tuzo hizo zinatoa motisha kwa sekta binafsi kuendelea kuboresha bidhaa na huduma, jambo litakalosaidia kukuza uchumi wa viwanda na kuongeza ajira nchini. Uuzaji wa bidhaa yetu sio price, ni ubora. Na ubora ni sehemu mojawapo ambayo ndani ya Afrika inaangaliwa sasa hivi kwa sana, kwa maana ya kwamba mteja wako atarudi kama product yako ni bora. Kwa swala la hizi tuzo linatusaidia kujitangaza zaidi kimataifa. Kwa hiyo tunawashukuru sana TBS na tunaomba muendelee kuwaelimisha watu umuhimu wa ubora. Mwili hamfanyi kwa TBS, mnafanya kwa taifa. Kwa hiyo mnanyanyua, this is public interest, kuhakikisha kwamba mashirika na taasisi zote zinazofanya huduma na products mbalimbali zinaweza kuonyesha juhudi zake za ubora. Na imeelezwa kwamba uwepo wa mazingira bora ya biashara pamoja na soko la uhakika hasa bidhaa za nyumbani umetajwa kuendelea kuvutia wafanyabiashara kutoka China kuendelea kuwekeza kwa kufungua maduka ya jumla ya bidhaa ili kupunguza safari za Watanzania kufuata bidhaa nchini China. Wakizungumza wakati wa hafla ya ufunguzi wa duka la bidhaa za jumla ikiwa ni mwendelezo wa maduka ya Kichina katika kituo cha kimataifa cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki cha EACLC, mmoja wa wawekezaji na mfanyabiashara kutoka China, Huang Tao, amesema Tanzania imeendelea kuwavutia wafanyabiashara kutoka China hasa kwa kuwa na soko la uhakika, huku akiahidi kuendelea kutumia kituo cha EACLC kurahisisha upatikanaji wa bidhaa ambazo awali wa Tanzania walilazimika kufuata katika viwanda vya China. Anasema yeye wenyewe ni kiwanda China ambacho kinatengeneza vitu mbalimbali. Mwanzoni walitaka kuja Tanzania, waje kwenye nchi za Afrika ili wafanye maendeleo zaidi katika viwanda vyao. Ila walipofika huko wagundua kwamba bei zetu za bidhaa, maisha yetu yako gari sana. Wakaona kwamba zile bidhaa zao ambazo kule wanauza zinaweza kutufaa sisi zaidi, maana kule bei zao ni chini na bidhaa ziko vizuri. Kwa upande wake, meneja wa kampuni ya Boma Malipoa, Haji Lulanje, amesema ujio wa wafanyabiashara kutoka China katika masoko ya Tanzania si tu imeleta unafuu wa upatikanaji wa bidhaa kwa wajasiriamali na wafanyabiashara wa Kitanzania, bali pia ajira kwa Watanzania kupitia ushirikiano uliopo. Ni fursa pia kwa sisi wa Tanzania kwa sababu imefungua ajira, tunafanya nao kazi vizuri na hawana tatizo la aina yoyote. Ni watu ambao waelewa, wanajua kabisa tunahitaji nini sisi kama wafanyakazi, pia na wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla. Nao baadhi ya Watanzania wakizungumzia upatikanaji wa bidhaa na kituo cha kimataifa cha EACLC wamesema imesaidia kupunguza gharama, ambapo sasa bidhaa wanazipata kwa bei nafuu. Asante sana mtazamaji, na Mohamed Jamali, hayo ndio yaliajiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.